Young Africans kwa namna ambavyo wamejipata, unaona iko timu ambayo inaweza kumdondosha ama kumshusha na hiyo timu labda kupanda kwake, ama moto huu tunavyoiona ukiangalia wapinzani ambao wanagombania nao ubingwa, unaweza kumpatia nafasi ya moja kwa moja kutoa taji hili kwa mara ya 5 mfululizo. Nafikiri kwanza ni mkuu maneno mdogo wangu Menduo Geoffrey. Okay. Akiwa anaangalia mechi ya Yanga, aliniambia kitu kimoja. Akasema tulitamani sana kuweza kuwa bingwa katika msimu huu. Lakini kwa hiki ambacho Yanga wanakifanya, siuoni bingwa msimu huu. Mimi ni Simba naipenda na nilijua kwa msimu huu tunakwenda kwa mabingwa, lakini kwa hiki nilichokiona nafikiri msimu utakuwa mgumu sana. Okay. Kwa mimi nichukue maneno yake niseme kwamba nimeangalia mechi pia na yeye tu kama ambaye ni shabiki ameweza kuona Yanga kila siku wana improve. Okay. Wanaongeza kasi, lakini pia raundi ya kwanza walikuwa na changamoto nyingi za fatiki na baadhi ya nyota wengine kuweza kuwa na majeraha. Majeraha ambayo yameanza kuondoka. Namzungumzia Dube ambaye alikuwa na majeraha kwa muda mrefu, leo ameweza kurudi. Amesikoa magoli mawili. Bado Depo hajarudi. Tutaendelea kumsubiri atakuja na surprise gani. Lakini Mzize ameanza mazoezi kwa muda mrefu, anaanza kwenda kurudi. Diara alikuwa na adhabu, ameshaanza kurudia. Kwa hiyo unaiona Yanga ikirudi katika kule ambako ilikuwepo. Yaani inaanza kurudi katika makali yake, na katika raundi ya pili ndio kama wanaamka. Wakati mwingine zikiwa ni kama wanaanza kukata moto, wao wanaamka. Lakini pia wanapata nyingine, nafikiri katika msimu huu wa pili, raundi ya pili, mechi nyingi ambazo wako nazo nyumbani. Kwa hiyo nawaona wakiwa wana mwendelezo mzuri. Mechi ngumu ambazo wamebakia nazo ni mechi mbili, mechi dhidi ya Simba lakini pia na mechi dhidi ya Azam. Lakini kwa timu nyingine itokee tu, lakini kwa ubora walionao na ambapo sasa mwalimu amekuwa akiamua kuchanganya kikosi, naona wakiwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuchukua bingwa. Uwezo ukasema ni 100% kwa sababu mechi zipo na alama zinaruhusu hata kwa timu nyingine kuweza kuwa bingwa, lakini wao wana sehemu kubwa ya kuweza kuwa mabingwa. Na nikikubali maneno ambayo ameongea Menduo kwamba hata yeye mwenyewe amekubali kwamba msimu huu Yanga wanakwenda kuchukua ubingwa kwa mara ya 5, kitu ambacho anasema kinamnyima usingizi katika siku za karibuni. Jeff Mendulo huyo, my brother, anasema kwamba anakosa usingizi akiona Yanga inashinda kweli kweli. Na Jeff bwana, ukikaa naye ukiangalia mpira Yanga ikiwa anacheza heshima maneno. Ametuma leo hii kuna ile pasi ambayo alikuwa ametoa Okelo. Alani Okelo. Ahmad Hussein kwa mara ya kwanza nimeona akishangilia goli la Yanga. Sasa sijajua ilikuwa tu ni kwa sababu ni mpenzi wa mpira au ana lingine. Kwa mara ya kwanza ameshangilia lile goli kwa speed ya mpaka mimi nishangaa kwamba inakuaje. Kwa hiyo nafikiri sijui, labda tuzidi kuangalia wake, muda ni wakili mzuri kabisa. Maana uwezi ukajua nini ambacho kipo moyoni mwake. Si kazi tu ni macho, na kwa sababu sio dhambi, ana haki zote na hii ni nchi huru. Wapo wengi ambao walikuwa pande mmoja kaenda pande mwingine. Naona kama ana dalili za kuanza kutaka kuwakimbia wenzake, kitu ambacho sikuwahi kutegemea. Lakini mtu ambaye amekuwa akipenda sana vitu vizuri, anapenda vitu vizuri, anapenda mpira mzuri. Kwa hiyo siku nyingine nafikiri ile utakayo tofauti tutawaletea hapa aweze kuja kutoa ushuhuda. Bwana hatari kweli kweli. Labda alivyoona goli limefungwa na Mohamed Hussein Shabalala alijisaurisha kidogo, alijua bado yuko kule. Kwa hiyo alijua labda sawa Shabalala, lakini hata rangi ya jezi hawezi kuona kwa hiyo tutamuuliza bwana. Ni bora kama Shabalala angekuwa bado yupo Coast, yule ningesema Coast wanavaa jezi nyekundu. Sasa rangi ya kijani na Shabalala nafikiri tu ameanza kuwa na mapenzi madogo. Ni kweli. Tutamuuliza Mendulo tuambie vizuri. Steven Mapundo Garicha, tumalizie na wewe namna ambavyo Young Africans inacheza, namna ambavyo inaziendea pointi, namna ambavyo timu nyingine zinacheza. Ni mapema kweli kweli kuzungumza kwamba Yanga hii inatumia nguvu kubwa kulibakisha taji lake, ama ni sahihi na nyakati zinaruhusu kusema hivyo? Kitu ambacho wanafanikiwa Yanga kwa sasa ni kuweza kufanikiwa zaidi kwenye masuala ya kuinterchange na kuweza kufanya coverage ya eneo moja na eneo lingine. Unaiona Young African ya sasa hivi inapokuwa inacheza ni kwamba inakuwa na wachezaji ambao uwanjani wanakuwa na majukumu zaidi ya moja. Kuna mtu ana jukumu ambalo unamuona eneo la kuzuia, unamuona katika eneo la mwisho, na yote anafanya kwa ufanisi. Muangalia Allan Okelo kwa sasa amekuwa na ufanisi bora sana. Amekuwa na ufanisi wakati wa kufanya transition, amekuwa na ufanisi pia wakati wa kufanya defensive. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa utimamu ambao walikuwa nao Allan Okelo na utimamu waliokuwa nao Maxim pia Zengeli. Huyu Max bwana watu hawamsemi sana, na sijamsikia Chief akimzungumzia katika engo hiyo. Max ni mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi kuliko mchezaji yote kwa ligi kuu wa kigeni katika siku za hivi karibuni. Sasa umri wangu mimi na uzoefu wangu katika soka nimezidiwa na Chief Zobani, ataniambia kwamba kulikuwa na mgeni alikuja alicheza dakika nyingi zaidi ya Maxim pia Zengeli. Kwa sababu Maxi wanasema mchezaji mwenye garantia kucheza muda mrefu kuliko yoyote
ni golikipa. Lakini Max amewazidi hadi magolikipa ambao wamekuja wakiwemo wa Yanga mwenye Diarra katika ubora wake wote, dakika alizocheza hazifanani na Max. Na Max amecheza katika ubora ule ule akiwa anatoa kwa misimu yote ambayo amecheza. Yes. Na hajawahi kutamkwa kwenye MVP, hajawahi kutamkwa, hajawahi kuimbwa chochote. Hiki nacho pia ni kitu ambacho cha kuweza kutazamwa sana. Max amekuwa na kiwango bora sana. Sasa huyu namzungumzia Max. Hujamtaja Mudathiri. Mudathiri haya basi. Hujamtaja Pacome Pedro Zuzu. Yes. Hujamtaja Alan Okello. Hujamtaja Duke Abuya. Umeelewa vizuri? Hizi zote zimekuwa ni factor player ambayo kuna kocha alikuwa anawatafuta kwenye timu yake mpaka anaondoka kuwapata. Young Africa wapo wengi. Kwa nini unazungumza kwamba wapo wengi ambao wenye namba za kutosha? Leo anaondoka Dube akiwa na goli 2. Umeelewa vizuri? Anaondoka Pacome akiwa na goli 2. Anaondoka Alan Okello akiwa na assist 2. Sio, unaelewa vizuri? Kwa unakuja kuona kwamba Young Africa kwa sasa katika kila idara imekuwa ina namba nyingi, ina namba za kutosha. Kiasi kwamba sasa unafika kipindi sasa ukisema kwamba uanze kumtafuta nani alikuwa man of the match, unaanza kuona kwamba kila mmoja alikuwa anastahili katika engo yake ambayo ilikuwa inatakiwa. Lakini pia kuja kumwangalia Alan Okello amecheza mechi 12 katika dirisha dogo. Ukija kumwangalia Libase Gwaye kwa sababu ndio ambao wachezaji ambao walikuwa wanafananisha zaidi, amecheza mechi 12. Libase Gwaye ana assist hata moja katika mechi 12 ambazo amezicheza. Kwa hiyo viwango vya ufanisi wake ni 0 kwenye kutoa pasi saidizi. Wakati ukija kumwangalia Alan Okello katika mechi 12 ambazo amezicheza, ametoa pasi saidizi mechi 6. Amefunga goli 2. Amehusika kwenye magoli 8. Ukija ukimchukua Libase Gwaye katika mechi 12 amehusika kwenye magoli 3 peke yake. Kwa hiyo maana yake kwamba ukipeleka kwenye viwango vya ufanisi kwamba istahili aweze kuwa na goli 12, si ndio? Kila mechi ukiingia utupie au uhusike katika goli uwe na jumla magoli 12. Maana kama angekuwa na asilimia 100 kama angeweza kufanya hivyo Libase Gwaye. Lakini kwa sababu katika mechi 12 ilitakiwa ahusike kwenye magoli 12, kahusika na magoli 3 peke yake. Viwango vya ufanisi ni 25%. Lakini ukija kumwangalia Alan Okello kwenye mechi 12 amehusika kwenye magoli 8. Kwa maana kwamba kafunga magoli 2, katoa pasi saidizi magoli 6. Ana viwango vya ufanisi 66.6666 to infinity. Hapa na Mbagala azishi. Ukiround off wale ambao wamesoma hesabu wasema katika significant figure, maana yake kwamba ana viwango vya ufanisi vya 67 kwa makumi ya karibu. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu amemwacha mbali sana Libase Gwaye katika ufanisi ambao alikuwa nao, kwa sababu mwanzoni hii record alikuwa anaishikilia Laurindo wa Loli Edepo. Anatoka wapi? Young African. Umeelewa vizuri? Ndio alikuwa anaishikilia hiyo katika wachezaji wa ongea dirisha dogo kufanya vyema. Lakini kwa sasa hivi kwa kasi ya ajabu ameingia nani? Alan Okello. Naye pia kama mchezaji wapi? Wa Young African. Kwa sasa unapokuja kuzungumzia mbio za ubingwa, unakuja kuiangalia Yanga katika jicho la tatu. Unaona kabisa kwamba kwa namba ambazo wanazitoa, kwa viwango ambavyo wanavitoa, unachelea kusema kwamba Yanga anashindwa kuutetea ubingwa wake, kwa sababu yeye ndio timu ya kwanza kufunga goli above 5 katika ligi kuu kwa msimu huu. Umeelewa vizuri? Amefanya hivyo, amefunga 3, amefunga 5, amefunga 6. Ukienda kwenye FA amefunga hadi goli 7. Umeelewa vizuri? Hakuna timu ambayo imeweza kufanya hivyo. Kwenda hatua ya nusu finali kombe la FA ni Azam ndio ambaye robo finali nafikiri. Robo finali ni Azam amefanikiwa kufunga goli nyingi, goli 4. Yeye alifunga goli 1. Umeelewa vizuri? Lakini ukija kuangalia baada hapo hakuna mtu ambaye amekuwa na idadi kubwa ya magoli. Mpaka sasa hivi ukiangalia yeye alikuwa anaandika rekodi kabla mchezo wa leo. Alikuwa na magoli, amefunga magoli 38. Ambao magoli 38 hayo hakuna timu ambayo imeweza kufikisha hata pointi za magoli ambayo ameyafunga Young African. Ana magoli 38. Ukijumlisha magoli ya leo magoli 6, anakuwa na magoli 44. Ana pointi 47. Anakuwa na pointi 47. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo ukiziangalia namba za Yanga ni namba ambazo zipo juu na zinatisha. Unakuwa ukisema kwamba Yanga hawezi kutetea ubingwa, ukisema unaangalia kitu gani? Unaangalia namba, unaangalia performance, unaangalia mchango wa wachezaji mmoja mmoja kwenye timu, au unaangalia hisia? Kama unaangalia hisia tutaridhika na hisia zako. Nitaka nikuongezea katika orodha ya wafungaji ambao wanaongoza katika mbio, wale wachezaji 8 ambao wanaongoza katika mbio za kuwania kiatu cha ufungaji bora. Yanga na wachezaji 4.
yani katika wale 8 ambao wania kiwatu, Yanga ana wachezaji 4 na kwenye kila magoli yaliyofungwa kwa maana ya kiwiano, Yanga na mchezaji anaongoza wako wawili. Unamzungumzia Fabrice Ngoi wa Namungo, wa pili wake ni Prince Dube, wote wana goli 8. Yani hapo katika ile juu namba 1 pale ambao wana magoli mangapi? Wana magoli 8. Ukija kwenye magoli 7 wako wachezaji 4. Unazungumzia Faisal Salum wa Azam, unazungumzia Selemani Karabaka, nafikiri ipo na Mungu wa Coast, alafu unakuja kuzungumzia tena Mudathiri Aya wa Yanga, tena Pako Mezuzwa wa Yanga. Kwa katika orodha ya watu wenye magoli 7, manake Yanga tena anachojua ngapi? Wawili. Ukimtoa huyo Faisal pamoja na Karabaka, yeye anachojua wawili ambao wana goli 7. Kundi la 3 waliofunga magoli 6 wako wawili. Unamzungumzia Selemani Mwalimu, unamzungumzia na Depu. Unaelewa sije? Kwa katika ile kweli namba 1 Yanga wapo, namba 2 Yanga wapo, 3 Yanga wapo. Unaona? Kwa hiyo naanza kuona katika orodha hii sasa ya wafungaji bora wa 8, manake Yanga katika hapa tu ana magoli mangapi hapa? Manake unazungumzia chukua magoli 7, 8 ya Prince Dube, plus magoli 7 ya Mudathiri Haya inakuwa ni magoli 15, plus magoli 7 ya Pakome inakuwa magoli 22, plus magoli 6 ya Depo inakuwa magoli 28. Unaona? Katika hapa wakati ukiangalia wastani wa haya magoli yote, manake utachukua 28, sawa? Utajumlisha magoli ya Mwalimu inakuwa ni 34, utaplasi goli la Karabaka inakuwa ni 41, utaplasi magoli ya Faisal yanakuwa ni 48, utaplasi na magoli ya Fabrice Ngoi yanakuwa ni 56. Kwa katika magoli ya 56 yaliyofungwa, Yanga amefunga nusu yake kwa magoli 28. Hatari kweli kweli. Bana, mimi sina la ziada. 33 dakika zimetosha kabisa kukujuza wewe taarifa nzuri bora na bomba kutokea hapa Salamba Radio na Salamba TV. Jina langu naitwa Nicholas John, nilikuwa na Chief Nzobale kama Zomfela, lakini bila kusahau Steven Mapunda Garicha, mtaalamu wa mathematics ya football. Amezungumza mengi na mazuri, na hivyo ndivyo ambavyo anaendelea pia kujipambanua kwenye ulimwengu huu wa soka. Na mimi sina la ziada, nimpongeze Ako Vuma Zela Busara kwa kuhakikisha kwamba tunaonekana vyema kweli kweli. Protocol Master mwite Diego mashuhuri, sauti iko njema, ndiyo iko njema, picha iko vizuri, tunakwenda hewani kwa pamoja, tuseme tuwailalika. Masalam.